Ni haramu kwanza kwa Muislamu kumkhofisha Muislamu mwenzie. Yani mtu unapanga kambia unaona nilipanga naweza kukata, unakamatwa. Kwa sababu hautakiwi kumtia mtu hofu. Sasa kuna watu ndani ya mitandao wanazungumza mambo mengi sana. Sisi viongozi tunasema hivi, nchi hii ni ya kwetu sote. Hatuwezi kukubali mtu achukue mjiti wa kibiriti awache msitu. Msitu unavyoona mkubwa wowote unawasha na njiti ndogo ya kibiriti na unaripuka msitu mzima. Wallahi ninasema hapa kwenye mimbar, msikubali mtu ambaye au watu ambao wanataka kutuchochea. Kuna watu wanaishi na chuki, kuna watu wanaishi na roho mbaya, kuna watu wanaishi na hasad, kuna watu wanaishi na kijicho. Hawa wanasubiri kiripuka chochote atekeleze azma yake. Na tutakuwa ni wajinga. Tumeyaona mepita mambo hapo kwa jirani zetu, tumeyaona. Watu wameingia barabarani, wamefanya wanayoyafanya, kumetokea nini? Wenye kufa wamekufa, wenye baki walemavu, vitu vimeharibika, wamevunja mali za watu, hiyo mali za watu. Leo wanasiasa wamekaa wamepatana. Haya, hawa waliokufa na kuvunjwa miguu, yani wamechochelewa na watu, msikubali haya. Watu wamekaa, tena unakuja kuumia au kupata matatizo, hauitwa kwenye hicho kikao. Basi bana yaishe, wewe kaa hapa na mimi nikae hapa, jamani imekwisha, tuendelee. Sisi nchi ni yako sisi wote. Muislamu uwe mtu wa mwisho. Yani wengine wote wachochee, lakini wewe uwe mtu wa mwisho kuchochea nchi hii kuingia machafuko.